Na asante sana mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Niseme kwamba matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unatufuata. Amani ya Mwenyezi Mungu ipate kuwa pamoja nawe popote pale ulipo, ukiwa ni moja kati ya wapendelevu wa matangazo ya Tukutane TV na waaminifu. Lakini siku zote usisahau kwamba siku zote mzazi anachekesha endapo anakuwa sio wa familia yenu. Asante sana. Karibu siku ya leo. Nile kwanza nikujulishe kwamba Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakwenda kujibu mwaliko wa baraza la maseneti baada ya kualikwa kulingana na kipindi ambacho tulikwenda kukifanya hapo nyuma. Hatuko huko, mimi Dinamike Malembe wa TKTV na mshika picha wangu ni Pepe Wewe Lonja. Utuambie wapi unapatikana, unaitwa nani, weka kwenye comment, utuambie unatoka nchi gani. Naam, asante sana mtazamaji. Leo hii nakuja tufanye uchambuzi au tuseme maoni ya walio wengi, maana tutakuwa na mengi ya kusimulia, bali ni swali ambapo tutakwenda kuulizana. Bana, usichokijua ni kwamba waziri wa zamani mkuu wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Matata Mponyo, ni kwamba amekwenda kuhukumiwa miaka 10, kifungo cha miaka 10 jela kulingana na kazi au tuseme kazi ngumu, wanaita katika lugha ya Kimombo les travaux forcés. Ni kazi za kukazwa ambazo alikwenda kuhukumiwa waziri wa zamani Matata Mponyo. Hivyo alikwenda kuhukumiwa kifungo hicho tuseme au kwenda kukatiwa miaka 10 jela, ni kulingana na ubadhirifu wa pesa cha thamani milioni 247. Mpenzi mtazamaji, ni kwamba tukisema ubadhirifu wanakwambia katika lugha ya Kimombo détournement. Hivyo ilikwenda kumstaki mahakama kwa tuseme koti kuu ilikwenda kumwadhibu au tuseme ilikwenda kumkatia kifungo cha miaka 10 jela. Vile vile alikwenda kuhukumiwa pamoja na msimamizi wa benki kuu ya DRC ambayo ni BCC, benki ambayo ilikuwa tuseme ni gavana wa zamani wa benki kuu ya Kongo ambaye anaitwa Deo Mutombo Mwana Nyembo. Vile vile huyo ndugu alikwenda kuhukumiwa Komrazi alikwenda kuhukumiwa miaka 5 jela. Na kwa sasa kiufupi ni kwamba waziri wa zamani Matata Mponyo alihukumiwa miaka 10 na ameongezewa miaka 5 ya kutokufanya siasa yoyote nchini DRC, na vile vile kunyang'anywa baadhi ya mali yake au tuseme baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavimiliki. Tukisema kwamba waziri wa zamani Matata Mponyo atakwenda kuhukumiwa miaka 10 jela na kuongezewa miaka 5 ya kutokufanya siasa DRC, ni kwamba Matata Mponyo atarudi katika wadhifa wa kwanza kufanya siasa nchini DRC mwaka wa 2040. Naam, asante sana mtazamaji. Kulingana na hicho sasa ndo nimekuja leo twende tufanye uchambuzi kidogo. Baada ya koti kuu kutosha uamuzi huo, mpenzi mtazamaji, ni kwamba wazalendo wa jimbo la Maniema hapo ndo kuliko na utata kidogo, na swali ambalo leo nimekuja nizungumze na watazamaji wa Tukutane TV. Wazalendo ambao leo wanaungana mkono na jeshi la taifa FARDC kusukuma waasi wa M23 kurudi nyuma baada ya kuchukua mji wa Bukavu na mji wa Goma, ni wao ndo wanaosaidiana na jeshi la taifa FARDC kudhibiti waasi wa M23. Lakini baada ya mahakama kuu kumkatia waziri wa zamani Matata Mponyo miaka 10 jela na kwenda kumfungia miaka 5 ya kutokufanya siasa baadaye, ambapo inasemekana kwamba atakwenda kurudi tena kwenye maisha ya siasa mwaka 2040. Wazalendo wa jimbo la Maniema walikwenda kusoma kikatasi, walikwenda kufanya diskuru tuseme hivyo, walikwenda kupeleka hoja yao kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine, wakisema kwamba katika kibarua chao wanakwenda kulalamika na kusema kwamba walikwenda kushtumu rais wa DRC kulingana na ripoti inayosemekana na duru zinazoonekana kwamba walikwenda kumshtumu rais wa DRC kwamba anakwenda kuwaweka ndugu zake katika vitengo mbalimbali vya kisiasa ili kuziiba mali za Kongo, na wakakwenda kusema kwamba endapo serikali ya DRC itasimamia katika msimamo ule ule wa kwenda kumhukumu waziri wa zamani mkuu ambaye ni Matata Mponyo, kwenda kusimamia katika kifungo chake kile kile au ile sheria ambayo ilikwenda kumhukumu yeye, basi wazalendo wa jimbo la Maniema walisema kwamba endapo serikali itasimamia pale pale, wao watafungua njia na kumfuata Corneille Nangaa. Penzi mtazamaji, hapo ndo kuliko na utata mpaka sasa, kwa sababu limezua
tuseme limezua maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii na wakongomani walioko ndani ya nchi ya Kongo na nje ya Kongo. Hivyo wamesema kwamba walikwenda kuzungumza kwamba wazalendo walikwenda kusisitiza na kusema kwamba endapo serikali itasimamia kwenye huo uamuzi, basi wao wazalendo wa jimbo la Maniema watakwenda au watafungua njia na kwenda kujiunga na Corneille Nangaa. Mpenzi mtazamaji, hapo ndo kuliko na swali. Swali la kwanza tutakuja tufanye maoni ya walio wengi. Unafikiri vipi kulingana na masuala ya wazalendo kusema kwamba wao watakwenda, wazalendo wa jimbo la Maniema watakwenda kujiunga na Corneille Nangaa ama waasi wa M23 endapo serikali itakwenda kusimamia kwenye huo msimamo? Wewe unafikiri nini, wewe ambaye ni mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV au mfuatiliaji zaidi sana? Tuwekee kwenye comment yako. Unafikiri je, serikali itakwenda kuondoa uamuzi huu kulingana na wajibu wa wazalendo kutoka jimbo la Maniema au serikali itasimamia pale pale? Hapo ndio kuliko na swali siku ya leo na Tiki TV. Twende tujibiane kwenye comment. Utuambie nini unafikiria kuhusiana na kifungo cha waziri mkuu wa zamani baada ya kwenda kufanya ubadhirifu wa pesa au detournement katika lugha la Kimombo wa milioni 247 na wazalendo kwenda kusema kwamba wao watakwenda kujiunga na waasi wa M23 kwa sababu wanamtetea Matata Mponyo kama vile mmoja wa viongozi na mawaziri waliopita wa jimbo la Maniema. Na vile vile usisahau mpenzi mtazamaji kwamba mwaliko uliofanyika kwa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ambaye alialikwa na bunge la maseneti kupitia kikatasi cha Sama Lukonde ambaye ni spika wa bunge la maseneti, alikwenda kumwalika Joseph Kabila Kabange siku ya jana, siku ya pili, aende kujibu au aende kuripotia kwenye bunge lao la waseneti kabla hajastakiwa au kufunguliwa mashtaka au kuondolewa useneti wa maisha. Lakini mpaka sasa tunachozungumza ni kwamba Joseph Kabila Kabange hakuwasili. Serikali ya Kongo itakwenda kuchukua maamuzi gani kulingana na tukio hilo ambalo rais mstaafu alikwenda kulionyesha au kujitokeza kwa au kushindwa kujitokeza kulingana na mwaliko huo wa amani? Asante sana, ni hapo tutakuwa nimekwenda kufika mwisho wa mjadala huu. Twende kujibiana kwenye comment. Dinamike Malembeni mimi, usisahau wa Tiki TV na mshika picha mte Pepe Ulonja. Karibu na comment zaidi, tuambie unatoka wapi, unaitwa nani na uko nchi gani. Karibu.